Ni ripoti za NYTV, kituo chako bora kabisa cha matangazo. Tayari tumekwisha kutia timu katika viwanja hivi vya CBC Dodoma kwa ajili ya kukuletea tukio maalum la idara ya wanaume. Hakika wanaume ni taifa kubwa. Kama unavyoweza kuona tayari wameanza kumiminika katika viwanja hivi, wengine wakikodi mabasi kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kongamano hili kubwa la idara ya CMF ambalo linaanza siku ya kesho hadi siku ya Ijumaa. Tutapata wasaa kuzungumza na mkurugenzi wa idara hii, Mchungaji Abel Manupa, tusikie ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na kongamano hili ambalo litaanza rasmi siku ya kesho. Mwitikio ni mkubwa na yako mambo mengi mazuri ambayo yameandaliwa na uongozi wa idara hii ya CMF. Tutasikia kutoka kwa mkurugenzi mkuu Mchungaji Abel Manupa ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na hili kongamano ambalo limeonekana kuwa na mwitikio mkubwa wa wanaume. Lakini pia tutapata wasaa wa kuzungumza na baadhi ya washiriki wa kongamano hili, wana lipi la kuzungumza, maana mwamko inaonekana umekuwa ni mkubwa sana. Lakini pia tutajua ni yapi ambayo umetuandalia katika hizi siku tatu ambazo tutakuwepo hapa katika chuo cha CBC Dodoma. Nikusihi mtazamaji wetu wa NYTV, fuatilia tukio hili ambalo litakuwa live mbashara kupitia chaneli yako bora kabisa ya matangazo ya NYTV ili kufikishia kila kitakachokuwa kikijili kutokea hapa katika chuo cha Biblia cha CBC Dodoma. Hapa mbele yangu niko na mkurugenzi wa CMF. Nina imani kabisa atakuwa na machache ya kuweza kuzungumza na wewe ambaye uko tayari njiani na wengine bado wako nyumbani wakijiandaa kwa ajili ya kuja kwenye hili kongamano. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninashikamu. Marhaba za uzima. Ni nzuri, tunamshukuru Mungu. Ndio. Habari za hapa, naona tayari imekwisha kuanza maandalizi. Hapa tuko vizuri na hapa ndio unaona tuko mapumziko. Hiki ni kikao cha bodi cha wakurugenzi. Haijawahi kutokea. Mpaka saa hizi tu wakurugenzi wako 120. Kwa kutoka nchi nzima. Zungumza na wanaokufuatilia ambao pengine wako njiani, wengine pengine hawajajiandaa kuja, zungumza nao kama mkurugenzi wa idara. Napenda kuwasisitiza wanaume kote waendelee kusogea. Kesho ndio ufunguzi rasmi, kongamano linaanza. Na leo kuna wanaume wako wengi sana, wako njiani. Tumeshapata taarifa, wengine wanatoka Tunduma wamekodi mabasi mawili, wanatoka jimbo moja, wengine wanatoka Mbinga wamekodi basi wanakuja, wengine Singida basi mbili. Kwa hiyo tunatarajia wanaume wengi wa kutosha, na idadi tu kijumlisha hao wajumbe pamoja na wale ambao wamewasili mpaka saa hizi wameshafika 300. Kwa hiyo ujue mpaka jioni hapa kuna wanaume wa kutosha. Tunataka tuwaambie wanaume hasa ambao wako eneo la Dodoma karibu, ni sehemu ya kuja kwa miguu tu, tunawaomba waje. Na tuna walimu wazuri, na kesho tutakuwa na mgeni rasmi. Tunajua askofu mkuu atakuwepo, kwa hiyo mambo yatakuwa mazuri, na tuna wanenaji wazuri tumepewa na watakuwepo, na masomo mazuri yatafundishwa, na masomo yenyewe mwanaume kurudi kwenye nafasi yake. Tutakuwa na somo la familia na ndoa na uchumi, tutakuwa na somo la moto wa uamsho, tutakuwa na somo la utoaji. Kwa hiyo mambo yako mazuri hapa. Nawaambia tu waje wajisikie vizuri. Sisi hapa wasiwaze kula wala wasiwaze chakula. Chakula kipo. Hapa zimenunuliwa ng'ombe na wanaume. Hatupimwi, hakuna na chakula cha kupima. Hapa yameletwa magunia ya mchele. Kwa hiyo kula, ndio maana tunaona pata beji hamna. Hapa watu wamejiandaa, tumejiandaa vya kutosha sisi wanaume. Tunasema si hela ndio zinakaa kwetu. Kwa hiyo ndio maana hatujataka kuandaliwa kinyonge. Hapa ng'ombe zimeletwa za kutosha. Wanaume wameenda mnadani, wamenunua ng'ombe wenyewe. Kwa hiyo hapa wameleta mpishi tu, wamekodi wa mpishi. Kwa hiyo chakula hapa kiko waziwazi. Na ndio maana unaona hapa hamna beji, hamna nini. Chakula tunacho cha kutosha. Wewe unamwambia nini yule ambaye atakosa fursa hii ya kufika kwenye kongamano? Yule anayekosa fursa hii ni ameamua. Na unaelewa kwamba ada tu yenyewe tumeweka 30,000 haijatokea. Na hiyo 30,000 ndio inatosha mambo yote. Na usituulize chakula mmepataje. Hii ni idara ya wanaume. Hii ni idara ya viongozi. Na hela zinakaa kwa wanaume. Na tunawapongeza maaskofu waliotunga mkono. Kuna maaskofu wameleta ng'ombe wao wenyewe. Bila kumsahau askofu wa Chunya ameleta ng'ombe mwenye thamani wa 1.5 milioni. Kuna askofu wa Makambako ameleta ng'ombe. Kuna askofu wa Njombe ameleta ng'ombe. Naona bwana, kuna hapa mjini hapa kutoka kwa askofu Ole tumeletewa ng'ombe wa milioni
tumeletewa makuku. Singida imemwaga mafuta bila utaratibu. Unaona mafuta yameingia mengi, michele imeletwa, si wanaume tunaweza. Kwa hiyo ni mtu afike tu aje ajionee mwenyewe. Mafundisho mazuri, kuna kwaya teule 10 zimekuja, zitakuwepo zikihudumia. Kwa hiyo tunawakaribisha wale wanaokaa nyumbani, wasifikiri wanaume sisi tushatoka kichakani. Tuko vizuri na ili kongamano ni la tofauti na dalili zinaonekana. Kama unaona tu bodi ya wakurugenzi iko 120 na haijawahi kutokea bodi ya wakurugenzi na bado wanaingia. Kwa hiyo napenda kuwashawishi waje, wafike, waje waone mambo mazuri Dodoma yapo. Nikushukuru na nikupongeze sana, lakini pia nikifahamu ya kwamba katika idara itakuwa wewe sasa ni mkurugenzi mpya katika idara. Pengine una yapi machache ya kuzungumza baada ya kupokea idara? Mimi kweli kwa jina la kuitwa mkurugenzi ni mpya. Mimi kwenye idara sio mpya. Mimi nimekaa chini ya Mkenda miaka 8 nikiwa katibu wake, na nilipoenda jimboni kwenye nafasi ya kuwa makamu askofu nikapumzishwa kwenye idara. Sasa ikampendeza Mungu kwamba nirudi niwe mkurugenzi. Kwa hiyo ninajua nimevivaa viatu vya Mkenda na yeye amefanya kazi yake, na muaminia mkurugenzi wetu na bado tunamheshimu. Hata ile juzi nilienda kwake, tulienda kupata mawaidha na kamati yangu, bado tunamheshimu maana yeye ni muasisi wa idara na bado tunajifunza kwake. Kwa hiyo mimi pamoja ni mkurugenzi mpya kwa jina, lakini kwenye idara mimi sio mpya, naijua idara, namjua mwanaume. Kwa hiyo nilipopewa, unajua ukipewa gari ambalo unajua kuendesha, unajua gia hii inawekwa hapa, hii inawekwa hapa, haisumbui. Na hasa yule aliyekuachia mko naye. Kwa hiyo mimi Injinia Mkenda ambaye alikuwa ni mkurugenzi mkuu pamoja na Dr. Mbwiro ambaye alikuwa ni makamu, wote nimefanya nao kazi. Na ujue kwamba mimi sio mgeni na idara. Mimi ndio katibu wa pili wa idara. Baada ya mkurugenzi Mbwiro kwenda kuwa makamu, mimi nikawa katibu wa pili wa idara tangu imeasisiwa. Na imetokea tena Mkenda ameondoka, nimerudi tena kuwa mkurugenzi wa pili wa idara. Kwa hiyo idara ya wanaume naifahamu na ninaipenda. Na ukweli hata wanaume wakurugenzi na maaskofu tulivyozunguka kwenye majimbo tumepata sapoti kubwa kwa maaskofu. Na ndio maana unaona idara leo tunatembea kifua mbele. Kuna mkono wa maaskofu walioamua. Na nikuambie kuna wengine wamesharipoti tangu asubuhi. Kama kuna askofu kutoka Katavi kishaingia tangu asubuhi. Na yeye amekuja kutusapoti na mboga, amekuja na hela za kutosha. Anasema chukueni. Watu wameelewa, maaskofu wameelewa. Kwa hiyo nawaalika na maaskofu wa pembezoni waje, maaskofu wenzao wanakuja. Tuna maaskofu kutoka Arusha wameshanipigia, kina Oro Sosi na kamati zao wanakuja na wametusapoti na wenyewe. Kwa hiyo kuna maaskofu wako wengi ambao watahudhuria kwenye kongamano hili. Hilo ndio maajabu. Kama ni kitu cha kujifunza ni kile maaskofu kuwepo, waangalizi na wachungaji. Sasa wewe mwanaume ni nani kama maaskofu wanakuja, wako njiani, na wengine nimekuambia wametoka Katavi, ameshawasili Askofu Kachele, alafu na yeye ni mwimbaji, ni mwimba solo. Yaani hii ni burudani tu kabisa. Ukifika hapa, hata kama ulikuwa na mambo yako, Mungu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo tunawaalika, tunawakaribisha waje, na hasa nawasisitiza majimbo ya Dodoma hakuna gharama. Wao wakilipa 30 watakuja kwa mguu, waje. Watu wanatoka Zanzibar. Zanzibar na wenyewe imetisha trip hii. Wanakuja wanaume 12 kutoka Zanzibar. Ni mbali. Alafu kule ni umisheni, lakini wameitika, wamekuja. Kuna watu wametoka Nyasa, wameshaingia. Watu wametoka Mbinga, wamekodi mabasi, wamekuja. Kwa hiyo nawakaribisha Dodoma, wasiniangushe Dodoma, waje. Sisi tumesema waje. Kuna mtu alikuwa ananiuliza hii 30 mkurugenzi, watu watakula? Nimemwambia njoo muonje muone. Sasa ng'ombe ameshalala, kila siku ng'ombe analala. Paka wawili. Michele hapa tumeleta, tumejaza store. Maharage tumejaza store. Yaani siku ni chakula tumekamilika. Tuko kamili. Nikupongeze sana mkurugenzi. Umeanza kwa kishindo sana. Pengine siri yako ni nini? Siri yangu nimejifunza kwa Mkenda. Nimekuwa miaka 8 kama katibu mkuu. Nimesoma idara, nimeielewa na nilimwelewa mkurugenzi wangu. Kwa hiyo amenisaidia na timu nilionayo tunafanya.
na ulielewa kwamba tumeenda kwa tangu Januari mpaka mwezi ulioisha huu tumeshapiga majimbo 80, tumeyatembelea, tumefika kwa miguu, sio kwa simu, kwa kufika wenyewe na kukusanya wanaume. Kwa hiyo tumepiga majimbo 80, bado 16, na hayo 16 yanaisha kabla ya mwezi wa 8. Unamwahidi nini sasa mwana CMF kwa miaka iliyosalia mbeleni? Nini wategemea? Mategemeo, hii itakuwa idara nyingine, na lazima, tulikuwa tunatamani mwanaume atoke kichakani. Mwanaume ameshatoka kichakani. Kwa hiyo tunachosema tu watuunge mkono makanisani. Makanisani ndio kwenye shida. Unakuta ubao wa kanisa unaeleza idara zote, lakini wanaume haipo kwenye ubao. Na watu ukiuliza wanakutanika lini, mpaka dharura. Tunasema watutambue, sisi ndio viongozi, sisi ndio wenye nyumba. Kwa hiyo tunasema wachungaji watambue idara hii, na kule miaka inayokuja idara hii ni ya muhimu sana. Kwa sababu mwanaume akielewa, wote wanaelewa. Na mwanaume ndio anashika uchumi, na idara zile zingine zote zinategemea mwanaume. Ukisema CA wanachukua hela kwa baba. Double K lazima waje kwetu. Idara ya watoto lazima ije kwetu. Kwa hiyo sisi ndio idara ambayo tukikaa vizuri, inakuwa ni mtelezo tu kule mbele. Kwanza sisi ni idara ambayo mwanaume anatakiwa ajitambue, kwa sababu mwanaume ndio anategemewa na taifa, jamii, kanisa, familia. Na sisi kule ndio tunatengeneza maadili. Sisi baba akielewa, hata mateja hawatapatikana. Kwa sababu mateja wanatoka nyumbani ambako baba amejisahau. Hata wao wanaojiuza barabarani, baba akisimama vizuri, hamtawaona wale. Lakini mara nyingi watu wanakazania nini? Idara za watu wengine. Na mimi nitoe wito pia kwa serikali. Kuna dawati la jinsia. Lakini wale watu wa dawati wanatakiwa na sisi tuone sisi tuna mchango mkubwa. Kwa sababu sisi tunacheza na wanaume, tunaelewa nini wanaume wanapenda, tunaelewa nini wanaume wanachukia. Kwa sisi CMF ni idara ina mchango hata kwa serikali. Mungu akubariki sana. Asante sana. Na wewe Mungu akubariki. Karibu sana. Na sisi tumefurahi kukuona NYTV ukiwa ndani, na wewe ni mwanaume, umekuja kuonyesha wanaume wako, kutuchangia mchango wako katika kutuweka hewani, wanaume wengi waelewe. Asante sana na Mungu akubariki. Naitwa Mchungaji Lucas Mbila, mkurugenzi wa CMF kutoka jimbo la Arusha Mashariki linaloongozwa na Askofu Orosos. Nimekuja kwa ajili ya kongamano letu la CMF Taifa. Namshukuru Mungu kwamba maandalizi yameenda vizuri, na huku pia ninasimamia idara ya kuhakikisha watu wanakula chakula vizuri. Jambo lililonifurahisha safari hii, tumepata wawakilishi wengi katika majimbo mbalimbali. La kwetu limepata wawakilishi 60 likiongozwa na askofu, makamu askofu, mtunza hazina na kamati yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo halijawahi kutokea, lakini tunambariki Mungu kwa sababu ya maandalizi mazuri ya mkurugenzi wetu mkuu na kamati yake waliofanya ziara katika majimbo yetu, yameleta hamasa kubwa sana. Tunamwamini Mungu kwamba kongamano hili litaleta tofauti kubwa sana na mwamko mkubwa ndani ya wanaume, ndani ya kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Mungu wa mbinguni awabariki viongozi wetu kwa maono mazuri. Amina. Mimi naitwa Mchungaji Matias Kalulu na ninatoka jimbo la Singida mjini kati. Umekuwa mwanachama mwaminifu katika haya makongamano au ni kongamano la kwanza? Nimekuwa mwanachama mwaminifu kwa makongamano zaidi ya moja. Tangu CMF inaanza 2014. Hebu tuambie, mmekuwa mkihudhuria katika haya makongamano. Kongamano hili pengine unaweza kulizungumziaje, na pengine huko kwenu kwenye jimbo lenu umetoka ngapi? Kwa kweli kongamano hili la leo tunamshukuru Mungu. Tunamtukuza Mungu kwa sababu ni uamsho wa aina yake. Wanaume wameitikia kwa wingi sana. Na tumetoka Singida kwa mara ya kwanza, tuko zaidi ya 80. Tunakuja kuhudhuria kongamano hili. Na nashukuru Mungu kwa neema. Mimi pia ni protocol manager. Kwa hiyo naangalia mambo yote yanaendaje. Mungu ananisaidia. Pengine wingi wa wanachama ambao wameweza kufika katika ile kongamano, unaweza kufikiri kwamba umesababishwa na nini? Kikubwa ni uhamasisho. Uhamasisho ndio kitu kikubwa ambacho kimesaidia kuweza kuona wanaume wengi wanaitikia wito huu, lakini pia nafikiri Mungu anakusudi la kuwarudisha wanaume kwenye nafasi zao. Wajitambue kwamba wanaume ndio viongozi wa kanisa
ndio viongozi katika familia, ndio viongozi katika jamii pia. Kwa hiyo mwanaume akijitambua, basi ni rahisi sana kuweza kuhudhuria makongamano kama haya. Mungu akubariki sana. Asante sana. Shikamo. Marhaba, ujambo? Habari za hapa? Nzuri. Hongereni kwa kuwahi. Asante sana. Ninajua wewe utakuwa ni miongoni mwa viongozi ambao wametangulia kufika. Ndio. Tujue sasa unatoka jimbo gani na mmetoka ngapi? Kwa kweli mimi kwanza naitwa mchungaji Nason Masemba Kuba. Natokea Mbeya, jimbo la Mbeya Kati. Mimi niko kwenye nafasi ya mkurugenzi wa wanaume CMF. Katika jimbo letu tunamshukuru Mungu. Kwa mara ya kwanza kwa historia wanavyoniambia kwamba haijawahi tokea hii. Hii ni tofauti kwa sababu kwanza tumepata hamasa tangu tulipoingia katika madaraka hayo, tulipoteuliwa na baba askofu wetu Peter Masika. Na tukaona tumepewa dhamana, tumeaminiwa. Kwa tukaanza harakati za kuweza kuwahamasisha wanaume. Na ni moja ya jambo ambalo niliona ni jambo la muhimu. Nilikuwa naelewa kwamba wanaume hatujielewi, tuko nyuma, maana ukiangalia wanaume kama vile ni kama wamedharauliwa, lakini ni wanaume. Sasa nilipopewa hii dhamana nikamuomba Mungu anipe nifanye nini. Nikapata picha katika mambo 4 mazuri. Jambo la kwanza nikagundua kwamba mwanaume anatakiwa arudi kanisani. Mwanaume anatakiwa ajue thamani yake. Mwanaume anatakiwa ainue kiwango cha uchumi wake. Atawezaje kuinua? Ni pamoja na kuwa mwaminifu katika kutoa fungu la 10. Lakini pia kuinua kiwango cha kutoa sadaka. Natumia usemi huu kwa sababu ya nyakati tulizo nazo. Tukasema kwamba mwanaume ni aibu sana mwanaume kwenda kutoa buku sadaka 1,000. Basi tukaona sisi ili uchumi uweze kupanda na thamani ya mwanaume iweze kurudi katika familia. Maana sasa hivi hata kushirikishwa anaweza asishirikishwe. Tukaona thamani yake huyu jamaa, uchumi wake ukiinuka tu, hawa watamkumbuka nyumbani, ataitwa baba, ataitwa nani. Kwa hiyo tukaona katika 1,000 tukaongeza 0.1 kwenye kutoa sadaka. Anaposimama mwanaume akatoa 10,000. Ili neno 10,000 unaweza kusema kwa nini anasema mkurugenzi 10,000 na ni kitu haoni uchumi? Mimi nikaona kwamba katika maandiko nimeambiwa umjaribu Mungu. Alafu Mungu ana vyote na amempa vyote mwanadamu na amembarikia. Kinachotakiwa pale ni kutafuta baraka ya utii kama Ibrahim, moyo wa kutoa na ukarimu. Kwa tukagundua sasa tumsaidie mwanaume kwamba kumbe mwanaume bwana sio mgumu kama wanavyosema. Mwanaume anahitaji elimu basi, na elimu ni elimu ya kuelezewa na kwa vitendo. Ndio tukasema sasa tunamfundisha namna ya kutoa sadaka. Anatengeneza bahasha zake 3, ya Jumatano, ya Ijumaa na Jumapili. Ya Jumatano iwe na 10,000, ya Ijumaa iwe na 10,000, ya Jumapili iwe na 10,000 na 10,000 nyingine iwe ni sadaka zinazo zingine kama Sunday school, sijui dharura imetokea na nini, ili mradi tu akiwa mwanaume asikae ashiriki kulinda ile hadhi. Lakini jambo lingine tukagundua huyu mwanaume kwa sababu alikuwa kama yuko mbali, tufanye nini aweze kuwa karibu? Tukatengeneza kitu kinaitwa kuimarisha msingi wa ushirika kati ya mwanaume na mchungaji wake. Wawe wanatoa sadaka ya kumtia moyo kila tarehe 4 ya mwezi, hata kama itakuwa sio tarehe 4, angalau tu kwa mwezi amfikie mchungaji, kumwendea huyu baba, anaanza kuwakumbuka kwamba kumbe wamo. Na jambo lingine la mwisho tukaona tumfundishe mwanaume kufanya kazi na kuwafahamu maadui zake. Tukagundua maadui wa wanaume, jambo la kwanza ni hofu, kutokujiamini. Akijiamini huyu jamaa anaweza.
kwa sababu Mungu wetu anapatikana kwenye kuamini na kujiamini. Tunapata mfano wa wale wakoma 4 walisema tukikaa hapa tutakufa. Tukienda huko mjini kuna njaa, ila kwa Washami pale kuna chakula. Je, watatuacha? Wakasema Bwana, wakituacha amen, wakituua sawa. Walipoanza tu Bwana akawasikizisha vishindo cha wakoma, wakakimbia wale watu. Walipokimbia, walipofika wale wakoma, wakatimiza haja ya mioyo yao. Walikuwa na njaa, chakula kilikuwepo. Walipomaliza kula, wakachukua fedha wakaficha na dhahabu wakaficha. Mstari wa 9 unasema katika ile Wafalme wa Pili 7:3 mpaka 9. Ule wa 9 sasa unasema wakasema haya mambo tuyafanyayo sio mazuri. Sasa tufanyeje? Tukawaambie wale mabawaba. Ndio wakaja kuchukua ule unga. Lakini tunaangalia vitu 4 walifanya. Cha kwanza, kutaka kuyafikia mafanikio lazima uwe na uwezo wa kuona. Kuna kiwango cha kuona katika namna, kiwango cha kuona na ulichokiona lazima ukiamini, ukitunze, ukitetee, alafu kukitunza na kukitetea na kukilinda pia. Halafu namba 2, ili uyafikie mafanikio lazima uwe na maamuzi magumu yenye nguvu ya imani. Tukakubaliana wanaume, kuanzia leo mtu unapojieleza usianze kuongea kama mwanamke. Jamani, jamani, jamani. Wewe jamani, jamani ya wapi? Jamani wanasemaga walioshindwa au wanawake. Sisi hatusemagi jamani. Kwa hiyo tukajifunza pia kuwa na ujasiri. Ukiambiwa shida au umepata na shida nini, unapiga kifua mara 3. Ukasema mimi ni chuma hata kama hawataki. Hiyo pia inakupa nguvu, kwa sababu ukiwa na ujasiri mawazo yako yanakaa vizuri. Lakini jambo la 4 tukasema ili ufikie mafanikio lazima utunze muda. Jambo la 3, utunze muda. Kwa sababu muda ni maisha. Na maisha ni muda. Mafanikio ya mtu yamefungwa kwenye muda. Kila mtu, yani kila kitu unachokiona kinaenda kwa muda. Hata Mungu mwenyewe alikuwa na muda. Lakini pia baada ya kutunza muda unatunza namna gani? Kama umesema nitakaa kwenye nyumba ya kupanga miaka 2, huo ni muda. Kwa lazima utengeneze mchakato. Utunze muda, ile miaka 2 kabla haijafika lazima ukae uangalie, je, niko sawa au ni wapi nimekosea? Maana ikiisha tu unatakiwa ukae nyumbani kwako. Ndio kutunza muda. Lakini jambo la 4 ni kuto kujidharau. Sisi wanaume tuna namna ya kujidharau. Kuna kitu kimeingia cha kujihurumia. Yaani unajihurumia. Jambo unajihurumia. Mpaka wengine wamefika hatua ya kusema, anamwambia mke wake, sasa natoka jamani, sijui naendaje. Yani wewe unasema mwanaume naendaje? Wewe unajiaibisha wewe, kwa sababu mwanaume ni mfano na utukufu wa Mungu. Ndani tumepewa dhamana. Kwa hiyo tukasema usijidharau. Lakini namba 2 tukasema unatakiwa ukiamini ulicho nacho. Hata kama uko na darasa la 7, hilo 7 hilo litakuwa tu kitu. Kwa sababu gani? Andiko linasema kidogo alicho nacho mwenye haki ni bora kuliko wingi wa mali wa wasio haki wengi. Katika Zaburi ya 37:16. Tunaangalia mifano. Musa alikuwa na fimbo si ndogo tu. Mbona maji yali nani? Hata Yesu aliwaambia hata mtu akiwa na imani ndogo kama mbegu ya saladani ndogo, lakini iamini, kwa sababu mara nyingi mafanikio yanaanzia kwenye udogo, uchache. Ndio maana tunaweza nikasema mbegu ni ndogo kuliko mavuno. Kwa kidogo ukikidharau unapoteza future yako. Mwisho kabisa tumeona kwamba wanaume ni mfano. Kila tulipo lazima tuonyeshe mfano, kuanzia muonekano wetu. Tuwe smart. Kwa hiyo sasa tumekuja kwenye kongamano hili. Kwa swali lako leo niuliza kwamba kwa kweli wamesema tangu misingi kuumbwa haijawahi tokea. Sisi tumeanza kuhamasisha, tukafanya mikesha mikubwa 5 ambayo ina mafundisho na ina maombi na ina kushauriana na kutiana moyo. Na ndio maana wanaume hawajaona shida kuja Dodoma, na wameshona na sare, wametoa nauli ya kwenda na kurudi, wamelipa ada.
bado wanajihudumia, yaani hawajihudumii tena, kwa sababu wameona kumbe kwenye kutoa tunapata baraka. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante sana.